السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu wa yadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz anasema Spain ni nchi katika nchi za Ulaya za magharibi bila shaka, lakini kuhusiana na uchumi Spain inahesabiwa katika nchi ambapo uchumi bado haujaimarika sana. Maisha katika nchi hii dhidi ya nchi zingine za Ulaya kama France, Germany na Uingereza kidogo ni tofauti. Maisha si mazuri kama katika nchi zingine zinapatikana, lakini licha ya kuwa na hali hii yote dhidi ya nchi ya Pakistan, uchumi wa nchi hii ni mzuri zaidi kuliko uchumi wa Pakistan. Hii ndiyo ni sababu wengi wenyeji wa Pakistan, kwa sababu ya biashara yao na kwa sababu ya kazi yao, wanakuja katika nchi hii. Ikiwa kuna swali la wanajumuiya, wao wanapohama kutoka Pakistan, wanahama kutoka Pakistan kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, ambayo ni sababu kubwa, ni kwa sababu ya kuwa na marufuku ya dini, yani wao hawana uhuru wa dini katika nchi ya Pakistan. Na sababu nyingine ni kwa sababu ya kuwa uchumi. Wengi wa wale waliohamia katika nchi hii wanafanya asylum au wanafanya juhudi ya kupata visa kwa kusema hii kwamba katika Pakistan sisi hatuna mazingira ambapo kwa uhuru tunaweza kufanya ibada zetu sawa na imani yetu, wala hatuwezi kujiita Waislamu au hatuwezi kufanya ibada kule kwa sababu ya kuwa na marufuku ya aina mbalimbali. Hazur anasema wapo watu wengine ambao wanaeleza hali yao na wanaeleza hali halisi na wanafanya kesi, na wapo wengine ambao wanatengeneza stories za aina mbalimbali, ila hali haina haja ya kutengeneza story kuhusu hali yenu.
kwa sababu nimeshawahi kueleza ikiwa ukweli unasemwa na jinsi sisi tunasumbuliwa katika Pakistan kwa kueleza hali ile ya usumbufu na shida, tukisema kwamba katika hali ile ya usumbufu mimi sipati utulivu, nakosa utulivu kwa sababu ya hii. Kwa tukieleza hivi basi mahakimu wanaelewa shida zetu ni nini, na viongozi wa serikali pia wanaelewa shida zetu ni nini, na hivi wanatuhurumia. Kwa hiyo huzur anasema kwamba kwa maagizo ya mawakili na kwa kufuata mawakili, msiseme uongo. Haina haja ya kusema uongo wakati wa kufanya kesi ya asylum. Hivyo ndivyo mtu anatakiwa aseme kweli kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili isionekane kwamba huyu mtu anasema uongo. Na mwanajumuiya anatakiwa aepukane na uongo. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kusema uongo ni sawasawa na ushirikina, na hatuwezi kutegemea mwanajumuiya atasema uongo au atafanya shirk. Upande mmoja mwanajumuiya anadai kwamba mimi namwamini Mwenyezi Mungu, naamini juu ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu, na mimi ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na nimempokea imamu azama hizi. Na upande mwingine hali yake ni ya aina hii, yeye anafanya dhambi ile, kwayo mwaminio anatakiwa aepukane na dhambi ile. Basi kuhusiana na hii, kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze hali yake kwamba je, kwa ajili ya kupata faida ya dunia tunafanya kitendo au tunafanya amali ambayo inatufanya mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa mwenye dhambi. Basi kama nilivyosema, wakati sisi kwa ajili ya kusalimisha imani yetu na kwa ajili ya kubaki juu ya imani yetu sisi tumeacha nchi yetu, katika hali hii tunatakiwa tutangulize amri zote za Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tuchunguze, yani baada ya kupokea Ahmadiyya malengo yetu ni nini, na tunatakiwa tuwe na malengo gani katika maisha yetu. Ikiwa malengo yetu si sawa na amri za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii hatukupata lengo la kuhamia kwetu katika nchi hizi. Ikiwa sisi tunafuata malengo yetu sawa na amri za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii tumepata lengo la kuhamia kwetu hapa, na katika hali hii fadhila za Mwenyezi Mungu pia zitashuka juu yetu. Lakini ikiwa msingi wetu ni juu ya uongo na sisi tunatanguliza masilahi ya dunia na tunaona faida ya dunia ni kila kitu, basi katika hali hatuwezi kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Wale wanamwamini Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni moja hawawezi kufanya ushirikina. Wale watu ambao wameelewa lengo la kuumbwa kwao, lengo la maisha yao, lengo la kwanza la maisha yao ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Huzur anasema kwamba tunatakiwa tukumbuke si lengo letu kwamba sisi tuangukie dunia hii, wala si lengo la kuumbwa kwa muumini kwamba yeye aangukie dunia. Ikiwa sisi
kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tunafanya juhudi ya kupata lengo la kuumbwa kwetu, ndipo sisi tunaweza kupata ufaulu na tunaweza kutimiza lengo la kuja kwetu katika dunia hii. Dunia hii na neema zake lazima sisi tutapata, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawajaalia neema zake wale ambao wanakuja kwake, wanakuwa karibu naye, wale ambao wanafanya juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu anawapatia neema zake katika dunia hii. Hata Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii kwamba nyinyi muombe hasana ya dunia hii na ya akhira, yani neema ya dunia na neema ya akhira, kama anasema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sayyidina alayhi salatu wassalam katika tafsiri ya aya hii anasema mwanadamu kwa ajili ya starehe ya nafsi yake anahitaji vitu viwili. Kitu cha kwanza ni maisha ya dunia, na kupata amani katika maafa ya dunia, na kitu cha pili ni kwamba yeye asipate maradhi ya kiroho, yeye awe mbali katika maradhi haya ambayo yanampeleka yule mtu mbali na Mwenyezi Mungu. Yani kuna vitu viwili ambavyo yeye anahitaji, yani aepukane na maradhi ya dunia na vile vile maradhi ya kiroho. Kwa ajili ya kuepukana na vitu hivi vyote viwili anafanya juhudi. Basi Sayyidina alayhi salam anasema hasana ya dunia ni hii kwamba upande wa mwili na upande wa kiroho yeye alindwe katika maisha mchafu na katika maisha yenye maafa. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza zaidi kuhusu rabbana atina fid dunya hasanatan amesema kuhusu rabbana, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu kutubu. Yani wakati mtu anaposema rabbana, yeye anainama mbele ya Mwenyezi Mungu. Amesema kwa sababu neno hili la rabbana linahitaji kwamba yeye aache miungu mingine yote min ghairi ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuacha miungu hivi yeye amekuja kwa Mwenyezi Mungu. Bila kuwa na hali hii mtu hawezi kufanya dua hii, yani rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasana. Yani wakati mtu anaposema rabbana katika hali hii, yoyote anayosema anasema kwa moyo wake wote. Hazur anasema wapo watu wengine ambao wanasema rabbana kwa juu juu, hawasomi kwa mioyo yao, lakini ikiwa mtu anasema maneno haya, anafanya dua hii kwa maneno haya kwa moyo wake wote, katika hali hii yeye ataelewa maana ya rabbana ni nini. Na sawa na maelezo ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ni kwamba mtu hawezi kusema neno hili la rabbana mtu hawezi kusema rabbana, neno hili la rabbana ikiwa yeye hana mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Amesema kwamba mtu anakuwa na miungu mingi sana na yeye anategemea miungu hawa. Ikiwa yeye anakuwa anategemea nguvu yake na uwezo wake, basi ule uwezo wake ni Mungu wake. Ikiwa yeye anakuwa na fahari kuhusu juu ya mali yake, basi ile mali yake ni Mungu wake. Hivyo ndivyo kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa miungu kwa ajili ya mtu. Yeye hawezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka aache miungu hii yote, na kakuacha miungu hawa wote yeye anainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa moyo wake wote anasema neno hili la rabbana. Ikiwa yeye hafanyi hivi, basi yeye hakuelewa maana ya rabbana ni nini.
hazur anasema kama nilivyosema wapo watu ambao wanasema rabbana lakini hawaelewi maana ya rabbana ni nini. sayyidina alayhi salam amesema mtu anaweza kusema neno hili la rabbana wakati anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na yeye anajua uhakika wa kitu hiki kwamba niliposema rabbana basi mimi namuita Mwenyezi Mungu ambaye ni moja, hana mshirika. Atakaposema neno hili la rabbana basi yeye atakuwa anaelewa neno hili la rabbana vizuri, na yeye katika hali hii atamuomba Mwenyezi Mungu kweli kweli. Amesema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa hivi yeye anakiri dhambi zake zote na anatubu na anamuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema rabbana, mola wangu, rab wangu ni wewe, wewe ndiye ni Mungu wetu, lakini sisi tulipotea. Sasa mimi nimeacha miungu ya kila aina na kwa moyo wangu wote nimekuja kwako, naamini wewe ni Mungu wangu na nainama mbele yako. Basi hii ndiyo ni ile hali inayopatikana wakati mtu anapoinama mbele ya Mwenyezi Mungu kweli kweli na anapomwabudu Mwenyezi Mungu, na yeye anaelewa lengo la kuumba kwake ni nini. sayyidina alayhi salam anataka sisi tuwe na hali hii. Wakati sisi tutakapofanya vitendo hivi basi katika hali hii tutapata hasana ya dunia na hasana akhera pia. Hata mtu anaomba hasana ya dunia kwa ajili ya hasana ya akhera, yani ikiwa yeye ana afya anaweza kufanya ibada vizuri. Afya bila shaka ni hasana ya dunia hii, neema ya dunia hii. Ikiwa mtu anakuwa na afya nzuri anaweza kufanya ibada vizuri. Ikiwa mtu anakuwa na mali, yeye anaweza kutoa mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, na vile vile anaweza kutimiza haki za viumbe watumishi wa Mwenyezi Mungu. Basi huzur anasema kwamba tunatakiwa tuendelee kuzingatia lengo hili kila wakati. Nimesema kuhusu kutimizwa kwa haki ya ibada. Kuhusu hii tunatakiwa tukumbuke kwamba tunaweza kutimiza haki hii wakati sisi sawa na amri za Mwenyezi Mungu tutatimiza lengo la kuumbwa kwetu. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi sikuwaumba wanadamu na jini isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi. Basi tunapozingatia amri za Mwenyezi Mungu tunakuta amri moja baada ya amri nyingine inatupeleka ni kuhusu hii kwamba sisi tusimsahau Mwenyezi Mungu. Juhudi yenu ya dunia isiwe sababu ya kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wala msifuate tamaa ya nafsi zenu kwa ajili ya kupata dunia. Kuhusiana na hii sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, Mwenyezi Mungu anasema mimi nimeumba jini na wanadamu kwa ajili ya hii yeye anitambue na vile vile aniabudu. Basi sawa na aya hii lengo la maisha ya mwanadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na vile vile kupata maarifa kuhusu Mwenyezi Mungu na vile vile kuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salam anasema kwamba mwanadamu yeye hana nafasi ya kuchagua lengo la maisha yake, kwa sababu mwanadamu haji kwa hiari yake, wala yeye haagi dunia hii kwa hiari yake, bali yeye ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu na yule ambaye aliyemuumba, na yeye alimpatia uwezo zaidi kuliko viumbe vingine vyote. Yani mwanadamu alikuwa ashraful makhluqat, yani alikuwa mbora wa viumbe vyote. Ni yeye ndiye aliyeweka lengo la kuumbwa kwake na maisha yake.
hata kama mtu anaelewa lengo hili au haelewi lengo hili, lakini lengo la kuumbwa kwa mwanadamu bila shaka ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, na vile vile ni kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu, na vile vile kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema basi wakati mtu anapozingatia lengo hili la kuumba kwake, yeye katika hali hii anakuwa mwaminio halisi, na katika hali hii yeye anafanya neema za dunia kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi uwezo wa mwanadamu na urahisi katika mali, na vile vile urahisi unapatikana kwa sababu ya kupatikana kwa mitambo ya aina hii, isitokee mwanadamu anaghafilika kwa sababu ya vitu hivi vyote. Yani asighafilike kwa sababu ya afya yake, kwa mali yake, na kwa akili yake na elimu yake, wala kwa sababu ya vitu vingine vya dunia yeye asighafilike. Yani sisi tusighafilike kwamba tunasahau lengo la kuumba kwetu. Hazur anasema kama nilivyosema hapo awali, wapo wanajumuiya wengi wa wanajumuiya ni wale ambao wamehamia katika nchi hizi kwa sababu ya dini. Yani wao walipigwa marufuku katika nchi zao, ndio maana walilazimika kuhamia katika nchi hizi. Kwa hiyo kumbukeni kila wakati kwamba wanadamu wanajumuiya wana imani kwamba sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dini ilihuishwa kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na ilitabiriwa kwamba yeye huyu Sayyidina alayhi salatu wassalam ataeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na kwa kueleza hii yeye ataleta karibu Waislamu na wasiko Waislamu karibu na dini tukufu ya Islam. Sasa sisi baada ya kuhamia katika nchi hizi, tunatakiwa sisi tutimize lengo hili vizuri. Kila mahali ambapo wanajumuiya wanaishi waweze kuambia watu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam ni nini. Kitendo na amali za kila mwanajumuiya na hali ya ibada yake inatakiwa iwe ya aina hii, kwamba kwa kuona hali hii watu wengine wote wavutike upande wake. Ikiwa wanafanya hivi, basi wataonekana ni watu tofauti kuliko wengine, na vile vile kwa sababu ya hii njia za mahubiri zitafunguliwa kwa ajili yetu. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe kitu hiki vizuri, kwa sababu sisi tumepewa lengo kubwa sana, kwamba kila mwanajumuiya kwanza aelewe lengo la kuumba kwake, kisha baadaye aweze kuwakumbusha wengine kuhusu lengo la kuumba kwao. Kwa hiyo hili ni lengo kubwa sana. Mwanajumuiya analazimika kuwaambia watu wengine wote kwamba neema zote za dunia zinazopatikana katika dunia hii si kwa ajili ya kumpeleka mwanadamu mbali na Mwenyezi Mungu, bali ni kwa ajili ya kuleta karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanatakiwa wafuate njia ya wasitani. Ikiwa wao hawashiki njia ya wasitani, basi watajiingiza katika maangamio. Hazur anasema miaka 4-5 iliyopita watu walikuwa hawaamini kwamba dunia itaangamia hivi, lakini sasa hali imebadilika kabisa, na maafa kwayo dunia inaendelea kuelekea. Watu wengine wanaona maendeleo ya dunia yatawaokoa, au wanasema hata kama hasara ikipatikana sisi tutatimiza hasara ile, lakini hili ni kosa lao. Wamekosea katika wazo hili. Wakati vita inapotokea, maafa ya vita yanapotokea katika hali hii, hata kama uchumi unakuwa mzuri katika
nchi yoyote, lakini katika hali baada ya vita watajaribu kuboresha uchumi wao, hawatajali kuhusu wengine, hasusan nchi hizi ambazo uchumi wao ni mzuri zaidi. Kwa hiyo hawa wanaweza kuwa katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo sehemu yote ambapo wanajumuia wanaishi, hawa wanajumuia wafanye mahubiri na wafanye vitendo vizuri, na zaidi haya yote ni kwamba wafanye maombi, na kwa kufanya maombi wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambayo inaweza kuokoa dunia hii katika maangamio. Vile vile kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, na kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu tunaweza kumridhisha yeye. Hazur anasema kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba ikiwa yeye amempokea Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasallam, si maana yake kwamba atapata neema ya dunia na akhira, wala si maana yake kwamba ataokolewa katika moto, bali ikiwa yeye amempokea Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasallam, kwa kumpokea amepewa majukumu zaidi, kwamba yeye aishi maisha yake sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasallam anasema, kumbukeni, bayat peke yake haitaleta faida yoyote. Mwenyezi Mungu hawezi kuridhika kwa bayat hii peke yake mpaka mtu atimize haki ya bayat. Ikiwa yeye haelewi maana ya bayat ni nini, basi inakuwa bayat kwa jina tu. Kwa hiyo mufanye juhudi ya kutimiza lengo la bayat. Na lengo la bayat ni nini? Amesema mumche Mwenyezi Mungu, musome Qur'ani tukufu kwa makini sana, na vile vile mufanye tadabbur juu ya Qur'ani, na kisha mufuate amri zote za Qur'ani tukufu, kwa sababu sunnatullah ni hii, desturi ya Mwenyezi Mungu ni hii, kwamba Mungu haridhiki kwa maneno ya mtu, bali kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima kwamba amri zake zote zifuatwe, na vile vile mambo ambayo yamekatazwa tuendelee kuepukana na yale mambo. Kitu hiki ni wazi kiasi hiki kwamba tunashuhudia kwamba hata manadamu pia haridhiki kwa maneno ya mdomo, bali yeye pia anaridhika kwa sababu ya huduma ya mtu. Sayyidina Muhammad anaendelea kusema, hii ndiyo ni tofauti baina ya Muislamu halisi na Muislamu ambaye si Muislamu halisi. Yani Muislamu muongo anasema maneno tu na hafanyi vitendo, lakini dhidi yake Muislamu halisi ni yule ambaye anafanya vitendo vyake, yeye hasemi maneno tu. Basi wakati Mwenyezi Mungu anapoona mtumishi wangu anafanya ibada kwa ajili yangu, na yeye anahurumia viumbe vyangu kwa ajili yangu mimi, katika hali hii malaika wa Mwenyezi Mungu wanashuka juu yake, na yeye anatofautisha baina ya Muislamu halisi na Muislamu ambaye ni maneno ni Muislamu kwa maneno tu. Hazur anasema kila mmoja wetu anatakiwa afanye juhudi awe Muislamu halisi, yeye apate faida kutoka katika neema za dunia, kwa sababu ya hii kwamba neema hizi ziweze kutupatia urithi wa akhira, yani tuweze kupata neema za akhira kwa kupitia neema hizi za dunia, tuweze kutimiza haki ya ibada zetu. Ikiwa sisi tumelazimika kuacha nchi zetu kwa sababu ya dini, baada ya kuja katika nchi hizi tufanye juhudi ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله